Yes, bwana, ni siku nyingine tena ambapo wanamichezo na wanafamilia wa Bongo News tunakutana na kuangazia zile habari ambazo zinazungumzwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini siku leo tokea asubuhi, kama wewe ni mtu wa kupita kwenye mitandao ya kijamii, kitu ambacho kinazungumzwa sana ni taarifa iliyotoka bodi ya ligi kuhusu kubadilishwa kwa mchezo ambao unawahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Mbeya City, sio Mashujaa Kumlazi. Mchezo huo ambao awali ulipangwa uchezwe majira ya saa 10, lakini hivi sasa mchezo huo utachezwa majira ya saa 8 mchana, jua wakati linawaka. Baada ya kuzungumza hivyo, kila mtu anatoa maoni yake, lakini kama ulikuwa unajiuliza kwamba je, klabu ya Simba wametoa ama wana msimamo gani juu ya taarifa hiyo, hayo yote utayapata hapa, kwa sababu taarifa zote mimi ninazo. Ngoja nikupitishe kwenye kile ambacho kimeandikwa na bodi ya ligi, alafu then nikuletee majibu kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Yahusu mabadiliko ya muda wa mchezo namba 214 wa ligi kuu ya NBC, Mbeya City dhidi ya Simba. Tafadhali rejea somo tajwa hapo juu. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB inakutaarifu kuwa imefanya mabadiliko ya muda wa mchezo tajwa hapo juu. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 17 mwaka 2026 saa 8 mchana badala ya saa 10 kamili jioni kama ilivyokuwa hapo awali. Mabadiliko hayo yametokana na sababu za kiutendaji. Bodi inasisitiza kuendelea kushirikiana na wadau wengine wa mchezo kuhakikisha mchezo huo unafanyika kikamilifu kama kanuni zilivyoelekezwa. Wako katika maendeleo ya mpira wa miguu. Imetolewa na Hassan Abdalla, kaimu afisa mtendaji mkuu. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo iliandikwa na bodi ya ligi kuu kuwafahamishe klabu ya Simba kwamba mchezo wao utachezwa majira ya saa 8 za mchana. Sasa klabu ya Simba kupitia meneja habari wa klabu hiyo wakathibitisha kwamba wamepokea barua ya mchezo huo kuchezwa majira ya saa 8. Ngoja tu ni kupitishe kwenye kila ambacho kimeweza kuandikwa. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amethibitisha kuwa klabu hiyo ilituma maombi bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB ili mchezo wao dhidi ya Mbeya City uchezwe saa 8 mchana badala ya saa 10 kama ilivyokuwa awali, ombi ambalo limekubaliwa. Ahmed Ally amesema hayo saa chache baada ya bodi ya ligi kupangia mchezo huo utakaopigwa Juni 17 mwaka 2026 katika dimba la Sokoine jijini Mbeya, hali iliyozua maswali mengi badala ya uamuzi huo wa bodi ya ligi, ikizingatiwa imezoeleka kuwa sio kawaida mechi za timu za Kariakoo kuchezwa saa 8 mchana. Aidha, Ahmed Ally ametaja sababu za kuomba mchezo huo kuchezwa saa 8 mchana badala ya saa 10 jioni ni kutokana na changamoto ya ratiba za usafiri Mbeya na kubainisha kwamba jiji la Mbeya kuna safari moja tu ya ndege kwa siku, ambapo ndege inasafiri kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam majira ya saa 12. Hivyo ingekuwa ngumu Simba Sports kuwahi kucheza saa 10 kamili za jioni. Simba Sports imepanga kusafiri kurudi Dar es Salaam muda mfupi baada ya mechi hiyo ili kuwahi kujiandaa na mchezo wao wa nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Coastal Union utakaipigwa Juni 20 mwaka 2026 katika dimba la Sheikh Amri Abeid Arusha. Kwa hiyo kama ulikuwa unafikiria kwamba mchezo huo labda bodi ya ligi imejipangia, kumbe Simba ndo ambao wameomba mchezo wao uchezwe majira saa 8 za mchana ili tu mchezo utakapomalizika wao waweze kuwahi ndege na kurejea jijini Dar es Salaam ili waweze kufanya maandalizi ya mchezo wao wa nusu fainali dhidi ya Coastal Union ambao utafanyika katika jiji la Arusha. Kwa hiyo kama mchezo utachezwa majira ya saa 10, basi ujue Simba hawataweza kutoka Mbeya kwa wakati usiku, kwa sababu Mbeya kuna safari moja tu ya ndege kama ambavyo Ahmed Ally ameweza kujibu. Kwa hiyo nataka tu niwashauri klabu ya wananchi Afrika
huyu Simba amekubali kucheza wakati huu, lakini na nyie tambueni, ipo siku mtakuja kupangiwa kwamba tunahitaji kucheza saa 8 ama bodi ya ligi watapanga kucheza saa 8. Tusisikie milio, kwa sababu saizi Simba wapo kimya na kila kitu kinaenda sawa. Hii ni Bongo News. Kazi yangu kama nilivyokuambia kwamba nitahakikisha zile habari zote na matukio ambayo yanajitokeza kunako mitandao mbalimbali ya kijamii unayapata kupitia hapa hapa. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, niendelee kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe YouTube channel yetu, basi subscribe, share, alafu tuandikie comment juu ya kitu ambacho nimekuletea siku ya leo. Bye bye.